Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa kundi la Hizbullah Naim Qassem siku ya leo Jumatatu amekataa mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa ya Lebanon na Israel na kuyataja kuwa ni dhambi kubwa ambayo itayumbisha Lebanon. Mabalozi wa Lebanon na Israel waliopo nchini Marekani walifanya mikutano miwili mjini Washington katika muda wa wiki kadhaa zilizopita, ya kwanza ya aina yake katika miongo kadhaa iliyopita. Mkutano wa kwanza ulisababisha kusitishwa kwa vita vya Israel na Hizbullah, wakati Beirut imekuwa ikijiandaa kwa mazungumzo ya moja kwa moja kwa lengo la kupata makubaliano ya amani na Israel. Nchi hizo mbili zimekuwa kwenye vita rasmi tangu mwaka 1948 baada tu ya Israel kutangazwa kuwa ni taifa huru. Tunakataa kabisa mazungumzo ya moja kwa moja na Israel, na wale walio mamlakani wanapaswa kujua kwamba hatua zao hazitainufaisha Lebanon au wao wenyewe, Naim Qassem alisema katika taarifa iliyopeperushwa na idhaa ya kundi hilo la Al-Manar. Alitoa wito kwa mamlaka kuacha dhambi yao kubwa ambayo inaiweka Lebanon katika hali ya kutokuwa na utulivu. Aliongeza kuwa serikali ya Lebanon haiwezi kuendelea wakati inapuuza haki za wa Lebanon kutoa ardhi na kukabiliana na watu wake wanaopinga. Mamlaka za Lebanon zimesema mara kwa mara kwamba lengo la mazungumzo hayo yanayofadhiliwa na Marekani ni kusimamisha vita, kuhakikisha Israel inajiondoa kutoka kusini mwa Lebanon na kuwarejesha watu waliokimbia makazi yao makwao baada ya mapigano kulazimisha zaidi ya watu milioni 1 kukimbia. Mazungumzo haya ya moja kwa moja na matokeo yake ni kana kwamba hayapo kwa ajili yetu na hayatuhusu kabisa hata kidogo, anasema Qassem. Tutaendeleza upinzani wetu wa kujihami kwa Lebanon na watu wake, aliongeza Naim Qassem. Hata adui atatisha kiasi gani, hatutarudi nyuma, hatutainama na hatutashindwa. Hatutaacha silaha zetu na adui wa Israel tabaki hata katika hatua moja ya ardhi yetu wanayoikalia, anasema Naim Qassem. Naim Qassem, kinachomchukiza ni Israel kutoa eneo la Lebanon. Hili ndilo ambalo linaifanya Hizbullah kuingia vitani dhidi ya Israel. Hizbullah inaungwa mkono na Tehran iliingiza Lebanon katika vita vya Mashariki ya Kati mnamo Machi 2 kwa kurusha makombora dhidi ya Israel katika kulipa kisasi kifo cha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Tangu makubaliano hayo yaanze kutekelezwa tarehe 17 Aprili, mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo vya takribani watu 36 kulingana na takwimu za shirika la habari la AFP kuhusu takwimu za Wizara ya Afya ya Lebanon. Tangu makubaliano hayo yaanze kutekelezwa tarehe 17 Aprili, mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo vya mamia ya watu kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la habari la AFP. Na wakati huo huo, Hizbullah ikidai mashambulizi kadhaa dhidi ya wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon pamoja na kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani kaskazini mwa Israel, ikisema inajibu ukiukwaji wa Israel. Kulingana na maelezo ya mapatano hayo yaliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani, ambayo ilisema Lebanon na Israel zimekubaliana nayo, Israel inahifadhi haki ya kuendelea kuilenga Hizbullah ili kuzuia mashambulio yaliyopangwa yanayokaribia au yanayoendelea. Hizbullah imekataa vikali kifungu hiki, ikisema maandishi ya makubaliano hayakuwasilishwa kwa baraza la mawaziri ambalo kundi hilo na washirika wake wanawakilishwa. Je, serikali imeamua kufanya kazi pamoja na adui wa Israel dhidi ya watu wake? Qassem alisema katika hotuba yake. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon yaliua zaidi ya watu 2500 tangu Machi 2 kulingana na mamlaka ya Lebanon, huku wanajeshi 36 wa Israel wakiuawa kutokana na mashambulizi hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.